Nendeni mkayaambie mataifa yote kuwa hii ni Dar es Salaam, jiji ambalo watu wake wamesimikwa mapenzi makubwa na football. Watu wametoka mikoa na mataifa mbalimbali kwa ajili ya kumshuhudia mnyama mkali Simba. Ana kazi moja tu ya kuimaliza safari ya Al Masry na kwenda nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Hii tunavuka. Uhali gani na habari za wakati huu mwanamichezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imetetereka ama imekuwa shakani, basi mimi nakuombea kujalali uweze kurejelea uzimani. Awali ya yote tunabudi kumshukuru mwenye enzi na ulimwengu wake, mfalme na mtukufu, lakini mwingi wa jaza na jazu. Mimi Hassan Ahmed, karibu sana kwenye Sports AM. Hapa ndio mahali pekee Afrika Mashariki na Kati ambapo tunakupitisha kwenye taarifa mbalimbali za kimichezo na burudani ambazo zimejiri na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Ilivyo bahati hii leo tunaanza na mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club. Mfalme Wanyika yuko ndani ya studio na niko hapa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa club ya Simba Ahmed Ali, lakini bila kusahau tuko na mashabiki wa club ya Simba. Tumejaa tele mithili ya pishi ya mchele, lakini pia tukuombe radhi tukufuatia kuchelewa kuanza kwa kipindi cha Sports AM kufuatia sababu mbalimbali ambazo zimekuwa nje ya uwezo wetu, lakini mpaka sasa mambo yamekwenda sawa sawa. Vinsawia, semaje habari za wakati? Safi kabisa. Mara ya mwisho tumekutana Egypt Misri moja hiyo. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu niko sawa sawa sana. Naona huna wasiwasi. Niko vizuri. Naona mwanzo wakati tunaanza ilianza ile nendeni mkawaambie mataifa yote kwamba hii ni Dar es Salaam. Semaji plantisha. Nakuona umepoa. Usiogope. Niambie Ahmed, tangu timu imewasili nyumbani Dar es Salaam Tanzania, swali la kwanza ambalo nataka nifahamu namna ambavyo maandalizi kuelekea kumnyoa Al Masry. Asante Hassan, lakini kabla ya kuanza kuzungumzia mchezo huo, kwanza tuwe pole kwa uongozi wa Azam Media kwa kufuatia msiba wa mfanyakazi wake Bi Rahabu Fredi. Kutoka bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, management ya Simba Sports Club pamoja na mashabiki wa Simba na wanachama kwa ujumla, kwa pamoja tunaungana na Azam Media kwenye msiba huu na tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Na wale wote ambao wameguswa kwa namna moja ama nyingine kufuatia msiba huu. Amina. Sisi kama Simba tunaungana nanyi kama wadau, lakini vile vile tunaungana na familia ya Bi Rahabu kufuatia msiba huu mzito. Kwa niaba ya management na wafanyakazi wote tumezipokea bila shaka. Asante sana. Naam, karibu sasa. Tumerejea Dar es Salaam na baada ya kurejea moja kwa moja vijana wakaingia kambini na mazoezini kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo huu. Jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Ukiachia mbali Shemalon ambaye bado anaendelea kupatiwa matibabu, lakini wale ambao tulisafiri nao kwenda Misri wote wako vizuri. Wale ambao walicheza na ambao hawakucheza, hakuna yote ambaye mpaka hii leo ana changamoto yoyote ya kiafya. Maana yake ni kwamba hadi kuelekea siku ya mchezo wetu tutakuwa na silaha zetu zote za kwenda kumkabili Al Masry. Mchezo ni muhimu sana kwa Simba Sports Club. Inawahitaji kushinda zaidi ya magoli mawili kuweza kuona wanafuzu kwenye hatua ambayo inafuata. Mwalimu Fadlu Davis anasemaje kuelekea kwenye mchezo huu? Kauli mbiu yenu nimeiona nasema hii tunavuka. Ni mchezo muhimu sana. Yaani kama unavyoona maji yalivyo muhimu kwenye mwili wa mwanadamu, basi na mchezo huu ndio muhimu hivyo hivyo kwetu sisi Simba Sports. Mwalimu Fadlu amepata muda wa kuzungumza na vijana wake na bahati nzuri nilisikia akizungumza nao. Jambo kubwa ambalo amelisisitiza sana ni eneo la mbele. Namna gani eneo la mbele wanapaswa kuwa sharp enough, wanapaswa kuwa na ushirikiano wa kutosha ili kuisaidia Simba kupata matokeo. Maeneo mengine yote ya kiwanja
uwanja Mwalimu Fadlu hana shida nayo. Walifanya kazi yao vizuri. Eneo la mbele ndilo ambalo mwalimu ametenga muda maalum wa kulifanyia kazi, namna gani wachezaji wanapaswa kuwa na uharaka kwa maana uharaka wa kimwili, uharaka wa akili kwenye kuamua na hatimaye tupate mabao mengi. Umekuwa karibu na wachezaji na nimeona hamasa zimeanza. Morali ya wachezaji ikoje kuelekea kwenye mechi muhimu sana? Morali iko juu kwa sababu tumeshawaeleza wachezaji na wenyewe wanaiona situation ya kwamba itakuwa ni fedheha isiyo mithilika Simba akishindwa kwenda robo finali, nusu finali. Na fedheha iko kwenye maeneo mawili. Kwanza itakuwa ni kwa mara ya 6 tunashindwa kwenda hatua ya nusu finali. Hiyo ni fedheha ya kwanza. Lakini fedheha ya pili ni kutolewa na aina hii ya mpinzani. Tulivyotolewa na Al Ahly msimu uliopita, hakuna mtu ambaye alijali kwa sababu unazungumzia timu ambayo imetuzidi pakubwa sana. Tulitolewa na Wydad Casablanca, hakuna ambaye aliumia pakubwa kwa sababu tumetolewa na timu iliyoko bora. Sasa kutolewa na timu aina Al Masry ni fedheha kubwa sana. Kwa hiyo tumewaeleza wachezaji ya kwamba na kila sababu ya kuivusha Simba kwenda hatua ya nusu finali, na kwa hilo likawaongezea morali zaidi na mapambano zaidi kuhakikisha kwamba wanaivusha Simba kwenda hatua inayofuata. Simba hivi sasa imekuwa ikiogopwa na timu za Kiarabu kusema kweli. Washakuja Waarabu wengi sana katika dimba la Benjamin Mkapa na kilichotokea ikabakia kuwa ni historia. Hili linawapa motisha kiasi gani kuelekea kwenye mechi yenu? Hata Al Masry wenyewe baada ya kufanikiwa kutufunga mabao mawili baada ya mechi hawakusherehekea sana kwa sababu walijua kuna ugumu mkubwa ambao wanakuja kukutana nao. Moja ya sifa ambao Simba tumejiwekea, ile kwa Mkapa haitoki mtu nje, ina maana kubwa sana pengine hata kuliko huku ndani. Yani wanaogopa mno watu wa nje kuhusiana na Benjamin Mkapa kuliko hata watu wa humu ndani ambao wanaifikiria hiyo dhana ya kwa Mkapa hatoki mtu. Na of course tumeshazifunga timu ambazo hazikutegemewa kama zingefungwa Benjamin Mkapa. Al Ahly amekufa Benjamin Mkapa, RS Berkane amekufa Benjamin Mkapa, Wydad amekufa Benjamin Mkapa. Hawa ni mabingwa wa Afrika kwenye makombe tofauti. Wamefariki pale Benjamin Mkapa. Sasa unajiuliza mtu kama Al Masry ambaye hana historia ya kutisha sana Afrika, akikanyaga kwenye ardhi yetu tunamfanya kitu gani? Kwa hii inatupa sisi confidence ya kwamba huyu anakuja kwenye chaka la wahuni na yeye mwenyewe namnyongonyesha kwamba nakoenda kule sijui nitafanywa kitu gani, lakini nitafanywa kitu kibaya. Kuna nyakati kama hivi zinapokuwa zinafika kuelekea kwenye hamasa, kwa maana ya hamasa zinapokuwa zinafika kuelekea kwenye mechi fulani, inaonekana dhahiri kama Simba ipo kwenye mabega yako. Sasa tuingie kwenye eneo hilo. Tunafanya hamasa mfano kama mechi hii kwa sababu kuu mbili. Wapo watu ambao walinyongonyea na matokeo ya mechi ya kwanza. Kwa hiyo tunafanya hamasa kwa ajili ya kurevamp mioyo yao waweze kuja uwanjani. Lakini Jumatano ni siku ya kazi. Kwa hiyo mazingira ya watu, kwa maana ya mechi kuwa siku ya Jumatano, kwa lazima umshawishi mtu ili aache kazi aweze kuja Benjamin Mkapa. Lakini hiyo ndio idara yangu na niko na wenzangu ambao tunashirikiana pakubwa kwenye kuhakikisha kwamba jambo hili la hamasa linafanyika. Lakini ninayo timu yangu ya hamasa kwa maana ya wanachama na mashabiki wakiwemo hawa mabwana hapa, ila na nisi ya kuona siku nyingi Ngosha mtoro huwa siku nyingi naona ushaanza kukua. Kwa hiyo wananisaidia pakubwa kwenye kuhamasisha watu kwenye hamasa na watu waweze kuitika kuja, na kusema kweli inasaidia pakubwa. Hiyo umesema namba 1 na ziko 2. Ya kwanza ni ile matokeo ya mwanzo. Ya kwanza ni matokeo. Mechi ile ya kule kama ingeisha 1-0 ama sare
ingeongeza hamasa watu kuja uwanjani. Lakini mabao mawili, kuna wale wana Simba wenye mioyo yao. Wale wenyewe wanaga shida. Yaani hao wata Simba wakimfunga 10, anajua Benjamin Mkapa anakufunga 11. Alafu kuna hawa wana Simba hasa wapi hawa wakina Gen Z, hawa hawataki shida wao. Ukishafungwa tu basi yeye anarudi nyuma, anaanza kulalamika kwenye mitandao. Lakini sisi tunayojua Simba ile ya Mufulira Wanderers, hatunaga mashaka hata kidogo. Hata itokee nini, tunaamini Simba atavuka tu. Nimeona siku ya kwanza mkianza kwenye stendi ya Magufuli. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Mbezi sokoni shule. Mbezi sokoni shule. Kutoka siku ya kwanza mpaka leo, umeonaje mwamko wa mashabiki wa klabu? Mwamko ni mkubwa sana. Kwanza wale wanaokuja kwenye hamasa, lakini kuna wale ambao wananunua tiketi. Mwamko ni mkubwa, na tulianzia hapo Mbezi shule sokoni, tukatoka tukaenda tawi la Ngurume Radi liko Konga Mazizini, tukatoka hapo tukaja Tabata Dampo, na leo hii tuko chuo kikuu pale kwenye bonanza la mabenki. Mwitikio ni wa kiwango cha hali ya juu mno, kwa maana watu wanaokuja kwenye hamasa, lakini wale ambao wananunua tiketi. Inatupa matumaini ya kwamba tutakuwa na watu wengi Benjamin Mkapa. Kabla ya kurudi kwako, kualika wana Simba kujaa Benjamin Mkapa, kwa idhini yako naomba nizungumze na mashabiki sasa ambao wanakuja hapa studio. Bwana, habari za wakati huu ndugu zangu? Mambo salama, safi kabisa. Tuko sawa sawa? Tuko sawa. Bwana, hii tunavuka. Bila tunavuka. Mnasema kweli? Yeah. Haya, karibuni sana kwenye studio zetu za Azam TV. Nataka nifahamu, kwanza nitaanza na mzee wa Saluti hapo. Mzee wa Saluti, umevaa mic eh? Yes. Uko vizuri kabisa. Kabisa. Nilikuona na Simba ukiwa tunaselelea na tuna utondoti ndani ya kipindi hiki. Ndio. Nilikuona na Simba Misri, lakini pia nimekuona kwenye hamasa maeneo mbalimbali. Kipi ambacho unakiona kuelekea kwenye mechi yenu na nyinyi kama mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu ya Simba? Of course, kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Ndio. Wazungu wana kauli moja, wanasema dance according to the tune. Unacheza kulingana na ngoma inapopiga. Sasa mimi, hii ni timu yangu ya maisha. Kwa hiyo stage yote inayopitia na mimi inabidi nifanye nini? Nishiriki, kwa maana kwamba sehemu ya furaha, sehemu ya hamasa, sehemu ya matatizo, hili linakuwa linanihusu mimi. Ndio maana kila hatua ambapo Simba inapokuwepo, kwa uwezo wangu na majaliwa ya Mwenyezi Mungu nashiriki. Kwa hiyo bila wasiwasi, hii tunavuka, wala watu wasiwe na wasiwasi kabisa. Kama ile kauli yangu, la tahafu wala tahzanu. Hii tunavuka. Mbele inasema inna Allaha ma'ana. Kweli ndio utondoti. Unamwaga ulumbi. Bwana Ngosha, vipi? Safi. Msemaji anasema umekuwa mtoro siku hizi, huonekani mara kwa mara. Au na wendo wale mashabiki wenye mioyo miepesi kama ubua au unyoya wa kuku. Hamna kaka. Mimi sinaga ushabiki wa hivyo. Mimi timu yangu naiamini hata ifungwe goli 10. Sema tu bize za mkoani nini ndio kwenye hamasa hii kweli sijahudhuria. Ila kuanzia leo nipo, kesho nipo mpaka tarehe 9. Kisingiti ni kikubwa. Simba imepoteza kwa magoli 2. Na tarehe 9 Benjamin Mkapa, Simba inawahitaji mashabiki kufurika pale ili kuweza kumchachawiza Mwarabu. Tutaujaza uwanja. Naomba tuna mashabiki wenzangu wajitokeze kwa wingi. Tuna imani na tuna matumaini. Hii tunavuka. Tutarudi kwako, kuna shida ya sauti kidogo. Mzee wa Saluti, nimerudi tena kwako. Namna wewe umeshuhudia Simba yako ikiwa Misri inacheza mechi yake ya kwanza pale, ukashuhudia namna ambavyo Simba imepiga mashuti mengi golini, imetawala mchezo, kadri ambavyo Waarabu walivyokuwa wanakuja. Nini ambacho unakiona na kipi ambacho unawaambia mashabiki kuelekea kwenye hiyo mechi? Cha kwanza katika mechi iliyopita ni kwamba kila kitu tulifanya uwanjani, lakini tulikosa vitu viwili tu kwa maoni yangu. Maoni ya kwanza, kuna umakini. Maoni ya pili, kuna bahati. Yes, umakini, bahati, vitu hivyo viwili. Ndio.
kwa sababu kila kitu unakuta transition to attack ilikuwa juu, mashuti, kutengeneza nafasi, lakini wale wamefanya dangerous attack 3, magoli 2, nyingine wakapiga ikaenda nje. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo huu mchezo ulikuwa unafananisha na ule mchezo wa Constantine, yani kwamba sikustahili kufungwa ila ndo nimefungwa. Ndio. Lakini kwa maana kwamba tunakuja nyumbani na sababu ya kusema hii tunavuka, sababu kama 4. Sababu ya kwanza, ndio, kuna kitu inaitwa experience. Ukiangalia Simba na hawa watu katika mfumo wa experience haya mashindano ya CAF, Simba ipo mbele zaidi kuliko. Ndio. Ya pili, tunaangalia ile conducive environment. Hawa timu za ukanda wa UNAF wamezoea kucheza kwenye baridi usiku, lakini sisi tunaleta katika jua, ambapo hii hapa itapelekea kabisa na wao kidogo kufanya nini, kunyongonyea. Lakini cha tatu, naweza ngakwambia kwamba kuna ile tunasema full house, yani washabiki hapa ndio katika somo ambalo limetuleta hapa, kwamba washabiki na wanachama tuendelee kukata tiketi kwa wingi, kwa sababu tunapokata tiketi, si kukata tiketi tu, ukishakuja uwanjani tujitahidi kushangilia mwanzo mwisho, kwa sababu wale kuna funzo fulani kama wametupa kwamba wale wanakaa sehemu moja, alafu wanashangilia wote kwa pamoja. Kwa hiyo sasa washabiki tukata tiketi tusikae, tuendelee kuwashangilia wachezaji wetu ili kuwapa moyo, na imani ndani ya dakika 45 bila shaka mlima utakuwa tayari tumesha level. Na rafiki yangu mic yako imekaa sawa sawa sasa hivi. Unaweza ukazungumza niambie sasa, nini ambacho wewe unakiona kuelekea kwenye mechi yenu, lakini pia unawaambia nini mashabiki wenzako wa klabu ya Simba? Mashabiki tujitokeze kwa wingi. Kwanza mimi timu yangu sina pressure nayo. Ndio. Hasa mwaka huu. Hii unaweza ukaichukulia kawaida, lakini Simba imekuwa tishio kabisa. Yani inashambulia kwa kasi. Ina muunganiko wa hali ya juu. Kupoteza ugenini kutuvunje moyo. Mashabiki tujitokeze kwa wingi, tukaujaze uwanja, ushindi upo. Tena sio goli 3 wala 4. Yani tunaanzia 5 kwenda juu. Mnanitisha, mmepoa leo. Yani mnanitisha kweli kweli. Hebu mpe dada hapo, maana kitakuwa ndo kabeba nafsi za wanamama wote ambao wanaishabikia Simba, si ndio msemaji? Na leo yuko ndani ya studio za Azam TV. Dada vipi? Poa. Majina yako? Naitwa Ana Margaret Peter, wengi wanapenda kuniita MC Maji. MC Maji, na mimi napenda ile la wengi ambao wanapenda kukuita. MC Maji, umebeba nafasi ya mashabiki wote wa Simba wenye jinsia ya kike. Tuambie namna ambavyo nyinyi mnaiona mechi yenu dhidi ya Al Masry siku ya tarehe 9. Kwanza kabisa sisi tunachokiamini, timu ya kuweza kufuzu tunayo, usubutu tunayo, nia pia ya dhati tunayo. Kama vyote hivyo tunavyo, tunachohitajika ni juhudi binafsi za mchezaji mmoja mmoja pale uwanjani, lakini pia na sisi kama shabiki wa 12 kujitokeza kwa wingi. Sawa sawa. The way tukavyokuwa wengi, nadhani ile Ankara inaweza kujirudia. Kumbuka tulicheza Ankara tulifungwa 2-1, tulivyorudi kwa Mkapa tulishinda 3-1. Kwa uwezo wa kushinda goli nyingi zaidi tunao, kwa sababu tuko kwenye ardhi ya nyumbani, tunacheza kwenye uwanja wetu ambao tumeuzoea, na ni uwanja ambao unatupa matokeo kila siku. Mara zote unapokuwa unacheza kwako, unasema unacheza kwao utunzwa. Walitumia nafasi yao ya kuwa nyumbani kwao, wakapata advantage ya goli 2. Haijatuumiza, haijatunyongonyesha. Tunasema ndo kwanza tunaanza. Ile imekuwa ni kutuamsha. Mpira utachezwa hapa. Unasema MC Maji. Mpe kaka pale. Mnamkosha msemaji hapa. Kwa majina naitwa Mnandi Junior, mfalme wa nyika. Kwenye viunga hivi vya Azam TV nimekuja kunguruma. Naamini kwa ukubwa wa studio hii, basi na Simba ndio matokeo yake yanabebwa na ukubwa wa studio hii. Burudani kwa wote. Naamini kabisa kwamba Al Masry ameingia kwenye kolokoloni la moto. Lazima ukae mbali nalo. Kwa hiyo ni muda wake wa kunyonyolewa. Tunaenda kufanya kazi kivita zaidi, sababu takwimu zinatubeba. Msimu huu tumefunga goli 8, tumeruhusu magoli 4. Msimu uliopita tulifunga goli 9, tuliruhusu magoli 2 kwenye makundi. Lakini tumeingia kwenye robo finali, tumeenda kuruhusu magoli 2 ya mchezo wa kwanza. Wakati tushazoea michezo mingi ambayo tunaenda kucheza away, huwa tunaruhusu magoli 4, magoli 3, na hasa michezo mingi huwa tunaanzia nyumbani, tunaenda kumalizia away. Lakini ni mara ya pili kupata nafasi ya kwenda kuanzia away. Mara ya kwanza tunaenda kucheza na Kaizer Chiefs, tukafungwa goli 4 pale South Africa. Lakini tukaja goli nyumbani tukashinda goli 3. Hii tumeenda kuanzia away, tumefungwa goli 2, tumepunguza goli 2. Kwa hiyo naamini kwa Simba jinsi ilivyojipanga msimu huu, kwa sababu katika goli 8 tulizofunga, Simba imeruhusu goli 3 away na ilifunga goli 3 away.
goli 5 tulifunga nyumbani. Tumeruhusu goli 1 tu nyumbani kwenye makundi. Kwa hiyo naamini Simba ni bora zaidi ikiwa nyumbani kuliko inapokuwa away. Kwa hiyo naamini mechi hii Al-Masry ataenda kunyonyolewa vya kutosha. Nataka nisikie sauti ya pamoja kwa hayo maelezo yako kwamba hii tunavuka. Nasema hii tunavuka. Mpe kaka ambaye amevaa scarf ya Tanzania. Mambo vipi? Poa vipi? Uko fresh? Fresh. Msemaji anawategemea hapa. Sana. Kwa jina naitwa Dula Aluminium. Sogeza mic karibu na wewe. Kwa jina naitwa Dula Aluminium. Bado umerudisha chini. Kwa jina naitwa Dula Aluminium. Ni shabiki wa Simba Sports Club. Kubwa zaidi mechi ya tarehe 9 Simba dhidi ya Al-Masry. Ndio. Ninachoomba mashabiki tuendelee kukata tiketi kwa wingi. Tukajazi uwanja. Kwa sababu nafasi iliyobakia ndio hii. Tanzania yetu ilibahatika kushiriki timu 4, iliyobakia ni moja tu, Simba Sports Club. Kwa hiyo naomba mashabiki tukate tiketi tukaisupport timu hii, tunavuka. Asante sana. Tumalizie na kaka pale ambaye nimekuona pia wakati timu inawasili kwenye uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere. Ulikuwa ni miongoni mwa mashabiki ambao wamejitokeza kwenda kuipokea timu yako. Karibu sana. Tuanze na majina yako. Asante. Kwa majina naitwa Juma Yusuf Masasi. Maarufu Kinyago Tabata au Kinyago wa Simba. Na ni mwanaharakati wa Simba Sports na hamasa kwa ujumla, na sio Simba tu, na timu ya taifa. Wewe huwa ndo unavaa kile kinyago? Yeah. Unaweza ukakivaa tukaona hapo pia. Tunaweza kukusahau. Hata ongea. Hutaongea. Sitaweza kuongea vizuri. Okay. Basi ukimaliza kuongea nitaomba ukivaa iko kinyago. Bila shaka. Kwa kweli na bahati ya kusupport timu au kusindikiza airport Terminal 3 timu wakati inaondoka kwenda nje, hususan kupambania ushindi wetu, na pia inavyorejea huwa napata bahati pia kwenda kufika hata hiyo saa 9. Nafanya juhudi kubwa kwa sababu ya timu yangu ni mapenzi hayo. Kwa hiyo wachezaji walivyorejea baada ya kutoka Misri kupoteza magoli 2, kwa kweli walisema pale Terminal 3 kwamba nendeni mkahamasishe mashabiki waje Benjamin Mkapa. Hii tunavuka, wao wanasema wachezaji kama slogan yetu ya ubaya ubwela imeenda vizuri, na hii tunavuka imeenda vizuri, wachezaji wameipokea. Sisi kwa nini tusipokee mashabiki? Ndio. Kwa hiyo kama shabiki wa Simba Kinyago Tabata, na waomba wana Simba pia kwa kutumia nafasi hii, naomba wanashabiki wa Simba kila mtu afanye juu chini Benjamin Mkapa afike hiyo tarehe 9. Tunafanya harakati kubwa ya kuhamasisha kukatisha tiketi. Sio kwamba tuna kazi za kufanya, tunahitaji kufanya huduma kubwa kuwapelekea mashabiki wenzetu tiketi, huduma yani majumbani kwao, kwa sababu tunapita mitaa mingi na bado tunaendelea hadi kesho. Nadhani kesho kutwa watafika Mbagala, kwa sababu Mbagala wana Simba ni wengi na wanajitolea sana. Kwa hiyo tunafanya huduma hii watu wakate tiketi. Hatuhitaji mtu afike Benjamin Mkapa tarehe 9 ndo aanze kuhangaika tiketi. Tiketi 5,000 akanunue kwa 15,000. Kwa hiyo sisi tunawarahisishia, hatutaki watu kukutana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo wapokee hizi hamasa, wakate tiketi, wanunue jezi. Tunahitaji watu wote wapendeze. Asitokee mtu amevaa jezi yake nguo yake nyumbani wakati tuko kwenye jambo letu. Kwa hiyo sisi ile ni sherehe. Hii tunavuka, hakuna shaka. Tunavuka bila shaka. Kwa hiyo ombi langu kwa wachezaji, wana kibarua kikubwa cha kufanya. Sisi mashabiki tutajaza uwanja bila shaka. Tutajaza uwanja, ila wajitahidi watubebe wa Tanzania. Tumechoka robo finali. Tunahitaji sana kuendelea kutumia ile Terminal 3. Hatutaki kwenda Terminal 3. Kwa kweli hata ukienda kumpokea semaji la kafu anatoka Ulaya au toka Misri, una enjoy. Kwa hiyo tunaomba wachezaji watuvushe, hususan hawa Kibu Dennis na Mpanzu. Ni wachezaji wakubwa ambao wanakabwa sana. Kwa hiyo mimi Kinyago Tabata nawaomba wapambane wafike walao kwenye 18, hata kama watafanywa madhambi kwenye 18, naamini kabisa mapema tu wana Simba tutafly na Watanzania kwa ujumla wataenjoy. Nimependa namna ambavyo umeizungumza bendera ya club ya Simba, lakini na mimi kwa faida ya watazamaji ambao wanafuatilia, Simba ndio timu pekee ambayo imesalia kwenye michuano ya shirikisho Afrika, lakini pia ndio timu pekee Afrika, naweza nikasema pia kwenye ukanda wa Sekafa ambayo imesalia kwenye kupeperusha bendera ya Afrika kwa ujumla wake, na bendera ya Sekafa kwa ujumla wake, na bendera ya Tanzania kwa ujumla wake. Mashabiki wa klabu ya Simba, lakini pia wapenda soka, mnaombwa mfike uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, Tanzania. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni Sports AM ya Azam TV. Mimi ni Hassan Ahmed, pamoja nami nimeketi na mashabiki na wanachama wa klabu ya Simba, lakini pia niko na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba. Sasa Ahmed, tuzungumze juu ya ratiba nzima ya hamasa. Leo iko wapi? Baada ya hapo mnakwenda wapi? Lakini pia nitaomba kufahamu kwa kina tiketi mwenendo wake ukoje mpaka sasa, kama zimeisha za eneo gani, kama hazijaisha na kipi ambacho unakihitaji kwa wana Simba. Karibu.
Hamasa leo tupo katika viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Leo tuna bonanza ambalo linashirikisha wafanyakazi ambao ni mashabiki wa Simba kutoka benki mbalimbali. Ziko benki 7 zilithibitisha kushiriki na muda huu wameshaanza kujongea katika viwanja pale vya Chuo Kikuu. Lengo letu ni kuwafikia hawa watu ambao wenyewe wanajiita corporate. Hawa watu ambao wako makazini na nini na wenyewe washiriki kwenye shughuli za Simba Sports, lakini kufungua mianya ya kuwa na wadau wengi ambao ni wadau wa kibiashara. Kwa leo tutakuwa hapo siku nzima, kutakuwa kuna burudani za kutosha, kuna vinywaji, kuna vyakula. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kuja kujumuika na wanasimba wenzia hapo anakaribishwa. Kwa ambaye anahitaji kununua tiketi, vile vile tiketi zitakuwa zinapatikana hapo. Bingwa anapata kikombe, anapata tiketi za VIPB. Kulikuwa kuna mchezo sasa hapo. Kuna shindano analoshindania. Yes, kuna mechi. Okay. Kuna mechi. Kuna kundi A na kuna kundi B. Kwa hiyo timu za kundi A zinashindana zenyewe na timu za kundi B zinashindana zenyewe. Washindi wawili wa juu wanaenda kucheza nusu finali. Baada hapo finali na bingwa anapewa kikombe chake na ni mpira wa miguu. Kwa hiyo itakuwa ni mechi hapo, ndio maana inakuwa ni shughuli ya siku nzima. Yes, kwa bingwa anapewa kikombe, anapewa tiketi 25 za VIPB na jezi pisi 25 za michuano ya kimataifa ama mokola tunazitaga hivi, kama ile pale aliovaa Dula na aliovaa Ngosha hapo. Yes, tunapewa hiyo. Tukimaliza hapo, kesho Jumatatu tutakuwa na matukio mawili. Moja ni kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima kiko Bunju. Nafahamu lolote unalofanya binadamu lazima utegemee msaada wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutakwenda kutoa hapo, ikiwa ni sehemu ya kutoa shukrani zetu, maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu ili tupate msaada wa kutusaidia kuweza kutuvusha. Lakini baada hapo, hii mechi kama ambavyo tumesema hatuachi mtu. Kila silaha ambayo tunaona inaweza kutusaidia tutaitumia. Kesho vile vile tutakuwa na tukio la kuwakabidhi tiketi wachezaji wa zamani wa Simba Sports ambao wamewahi kuitumikia Simba kwenye nyakati tofauti. Yuko mdau mmoja anaitwa Robi Sportswear, yeye amejitolea tiketi 30 kwa ajili ya wachezaji wa zamani, usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, kuepushia ule usumbufu wa kupanga foleni au kukaa getini, aanze kumwambia mtu bwana mimi ndo Dua Saidi, unakuta mtu mwenyewe alokaa pale getini, mtoto wa siku hizi hajui mtoto 2000. Mtoto 2000. Kwa hiyo kuepushia hiyo, maana yake watakuwa na gari yao maalum, wanaingia uwanjani, wanakwenda wanakaa sehemu yao, wanaangalia mechi, baada hapo wanaingia kwenye gari lao wanatoka. Yote hiyo ni kutengeneza hamasa, na hiyo tukio litafanyika kesho maeneo ya Sinza pale. Jumanne itakuwa kuna mkutano na waandishi wa habari, kocha ataelezea mipango yake sasa ya kiufundi amejipangaje. Lakini Jumanne hiyo tutakwenda Tandika kwenye tawi la Azimio. Tunakwenda kufunga hamasa yetu huko, na baada hapo tunakuwa tumehitimisha. Mwenendo wa tiketi unakwenda vizuri. So far tumemaliza daraja moja tu la Tanzanite la 2,500, bado madaraja mengine yote yapo, na nichukue nafasi hii kuwahimiza mashabiki wa Simba waendelee kununua tiketi. Hii mechi inatuhitaji wana Simba wote. Na nichukue nafasi hii vile vile kuwaombea wana Simba ambao watakuwa kazini, kuwaombea ruhusa kwa mabosi wao, ikifika saa 6 saa 7 waruhusiwe. Wanapiga nusu siku. Nusu siku. Sasa Simba anacheza mtu anakaa ofisini, unafanya kazi gani? Una kazi gani ya maana wewe ya kutokwenda kuiona Simba? Simba anacheza, wewe umekaa unaandika kitu gani? Njoo uwanjani hapa. Kwa nichukue nafasi hii kuwaombea ruhusa wana Simba wote ambao watakuwa sehemu za kazi mbalimbali, basi mabosi wao waruhusu waje kuungana na wana Simba wenzao. Kuna wanafunzi vile shule zimefungwa afadhali wanafunzi tutawapata. Kwa hiyo nusu siku ukishamaliza kazi yako,
acha kazi, njoo Benjamin Mkapa. Lakini wapo watu wengi ambao hawana shughuli siku ya Jumatano. Kuna mashabiki wa African Lyon hawana pa kwenda siku hiyo, waacheni ofisini. Kuna mashabiki wa Villa Squad hawana pa kwenda siku hiyo, waacheni ofisini. Kuna mashabiki wa KMC hawana pa kwenda siku hiyo, waacheni ofisini. Bwana, kazi yangu hapa, malizia hapa, mimi wacha niende nikamuone mnyama Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kuna wale mabosi wanoko wale wa timu nyingine ambazo timu zao hazipo kimataifa, mwambie tu bwana bosi, uwezi kufilisika, acha nikaishangilie Simba yangu, kesho kutwa Alhamisi utarejea kazini, utaendelea na kazi. Mechi hii Ahmed Hassan, silaha yetu namba 1 ni mashabiki wetu. Na unapobaki nyumbani shabiki, kaa ukijua kabisa wewe ni moja kati ya wasaliti wa Simba Sports. Kwa sababu ili tuweze kufuzu tunakuhitaji wewe. Unabaki nyumbani na nani? Unabaki nyumbani unafanya nini? Wakati sehemu yetu ya mafanikio, sehemu yetu ya kuvuka ni wewe.